kuhusu mwenendo wa mashauri mbalimbali ya kijinai ambayo yameendelea kufunguliwa katika mikoa mbalimbali kote nchini yakiwahusu Watanzania mbalimbali baada ya uchaguzi mkuu wa 9 Oktoba mwaka huu. Tarehe 7 ya mwezi huu wa Novemba tulianza kuona katika mikoa mbalimbali watuhumiwa wakifikishwa mahakamani, wengine kwa makosa ya uhaini, wengine makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, wengine kwa makosa ya uharibifu wa mali, wengine kwa makosa ya kufanya fujo na baadhi kwa makosa ya kula njama. Na mpaka sasa tumekaa sisi mawakili tumefanya utafiti na tumebaini kwamba mpaka ninapozungumza kwa maana ya leo watuhumiwa mbalimbali katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Mara, Mwanza, Arusha, Njombe na Kilimanjaro na Kigoma wamefikishwa mahakamani. Na tutapata habari pia mchana huu kwamba baadhi pia wamefikishwa mahakama ya wilaya mkoa wa Mbeya masaa machache yaliyopita. Na watuhumiwa wengi, ndugu waandishi wa habari, ambao mpaka sasa hivi wameshafikishwa mahakamani ni vijana wadogo kati ya miaka 19 mpaka 25. Tulikaa na kufanya tathmini ambapo tulibaini kuwa watuhumiwa walio wengi uelewa wa kisheria ni mdogo na wengi hawana hata uwezo wa kulipia gharama za mawakili kwa ajili ya kuwakilishwa kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya Katiba Tanzania ya mwaka 77. Hivyo basi sisi mawakili wa TLS tumeamua kujitolea kutoa msaada wa kisheria. Kwa hiyo Watanzania wote ambao mpaka dakika wameshafikishwa mahakamani tutawasaidia kuwatolea msaada wa kisheria, kuwakilisha mahakamani, kuwatembelea magerezani huko waliposegelea kwa hapa Dar es Salaam na ambao wanaendelea kushikwa vituo vya polisi bila gharama yoyote na bila masharti yoyote. Idadi ya watuhumiwa waliokuwa wanashikiliwa katika mahabusu mbalimbali nchini mpaka sasa inakadiriwa kwamba Dar es Salaam pekee zaidi ya watuhumiwa 400 walikamatwa. Mkoa wa Mwanza watu takriban 200, zaidi ya 200. Na kati yao nafikiri 172 wameshafikishwa mahakamani. Kilimanjaro kama 312 ambapo kati yao 300 wameshaachiwa na wamebakia watuhumiwa 12. Katika mkoa wa Tabora tunao watuhumiwa 5 wanaoshikiliwa mpaka sasa ambao walikuwa wanashikiliwa. Mkoa wa Mbeya zaidi ya watuhumiwa 300, mkoa wa Njombe zaidi ya watuhumiwa 10, mkoa wa Songwe zaidi ya watuhumiwa 200 na mkoa wa Kigoma zaidi ya watuhumiwa 10 walikuwa wameshikiliwa na kati yao 11 nafikiri washapelekwa mahakamani. Kwa kwenye makundi ya watuhumiwa hapo makundi ya aina 3. Kundi la kwanza kuna ambao walishikiliwa kabla ya 29 kwa maana tarehe 1, 2 mpaka tarehe 28. Kundi la pili ni siku ya uchaguzi wenyewe kwa maana ya 29. Na kundi la mwisho tuna makundi ya watu ambao wamekamatwa baada ya uchaguzi kwa maana ya tarehe 30, 31, tarehe 1 mpaka leo, mpaka kwa baadhi ya watuhumiwa ambao wanaendelea kukamatwa. Na tumeshuhudia mamia ya vijana wakiwa wamejazana katika vituo hivyo. Kwa baada ya kubaini kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanaendelea kushikiliwa, sisi kama mawakili hatukulala nyumbani. Tuliwatembelea katika vituo hivyo vya polisi, kwa mfano Dar es Salaam, tumetembelea Oysterbay, tumeona vijana pale wengi. Tumeenda vituo vya polisi kama Mburahati, kuna watuhumiwa pale na nimeshuhudia wengine wakifikishwa mahakamani mapema mwishoni mwa juma lilo. Idadi ya watu ambao wameshafikishwa mahakamani katika mikoa mbalimbali kote nchini. Hapo Dar es Salaam tuna watuhumiwa 240 ambao wamefikishwa mahakamani kwa maana ya mahakama ya Kisutu kwa tuhuma za uhaini. Mkoa wa Mwanza tunao watuhumiwa 172 ambao wana tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha, uchomaji wa mali, uharibifu wa mali na kufanya vurugu. Dodoma tuna watuhumiwa 32 ambazo tuhuma zao ni uhaini na wote wameshafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma kwa hatua za awali kwa maana ya wanaita mwenendo kabidhi. Kigoma tuna watuhumiwa 11 wameshafikishwa mahakamani kwa tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha kwa maana ya Kiingereza wanaita armed robbery. Iringa tuna watuhumiwa 89 ambao wamefikishwa mahakama ya hakimu mkazi Iringa jana
kwa tuhuma za uhaini na unyang'anyi wa kutumia silaha. Njombe tunatumiwa 9 ambao wafikishwa mahakamani Ijumaa iliyopita kwa tuhuma za uhaini. Arusha bado hatujadhibitisha rasmi, lakini tuna takribani sio taarifa rasmi, kwa hiyo mnaweza mkamata kokoti au mkatumia lugha ya jumla, zaidi ya watu 60 huenda wakafikishwa mahakamani na baadhi wameshafikishwa kwa tuhuma za uhaini, lakini bado hajapata hati ya mashtaka. Tabora tuna watuhumiwa 5 ambao bado wanaendelea kushikiliwa polisi, lakini nao nimesikia kwamba watafikishwa mahakamani muda wote kuanzia sasa. Tutapata taarifa rasmi na mamlaka za Tabora. Bunda kwa maana ya mkoa wa Mara watuhumiwa 29 ambao hawa wanatuhumiwa na tuhuma za uhaini. Tarime watuhumiwa 9 tuhuma za uhaini, na mkoa wa Iringa kwa maana ya Mafinga watuhumiwa 45 nao kwa tuhuma za uhaini. Habari jumla watuhumiwa 641 mpaka leo wameshafikishwa katika mahakama mbalimbali kote nchini katika mikoa ambayo nimewatajia. Adhabu ya juu kabisa, ndugu wanahabari, ambayo watuhumiwa wanaweza kupewa kama atakutwa na hatia ni kunyongwa hadi kufa kwa makosa kama ya uhaini, na adhabu inayofuatia kwa maana ya inayofuata kwa maana ya length ni kifungo cha jela maisha. Makosa kama ya armed robbery unafungwa maisha, na adhabu ya chini kabisa ya makosa haya kama atakutwa na hatia kwa makosa kama ya arson, uchomaji wa mali, ni kifungo cha jela miaka 30. Kutokana na uzito wa adhabu hizo, tunaahidi sisi kama wakili kutoa huduma ya utetezi inayostahili na kwa ukamilifu wake kwa mujibu wa sheria za nchi yetu kwa watuhumiwa. Tunatoa wito pia kwa jeshi la polisi kuruhusu ndugu zao kuwaona katika vituo vya polisi, kwa sababu ni haki yao. Ndugu yake, wakili wake, rafiki yake, mzazi wake ana haki ya kwenda kumuona na kuonana naye. Kwa jeshi la polisi kwanza linapaswa liwafikishe mahakamani wote wanaoshikiliwa katika vituo vya polisi, na kama hakuna ushahidi kulingana na upelelezi ambao wamefanya, tunaliomba jeshi la polisi liwaachie huru hawa watu ili wakaungana na wapendo wao, wakaungana na familia zao, lakini pia wakaendeleza majukumu ya kulijenga taifa. Tunatoa wito kwa jeshi la polisi kuwaruhusu ndugu, jamaa, marafiki, wazazi kuonana na ndugu zao ambao wanashikiliwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi. Lakini pia tunatoa wito kwa jeshi la polisi kuruhusu mawakili wote nchini kuhakikisha kwamba wanaonana na wateja wao ambao wapo kwenye vituo vya polisi ili waweze kuwapa msaada wa kisheria. Watuhumiwa kama ambao tumeeleza, wengi hawana uelewa wa kisheria, kwa ni muhimu wakakutana na mawakili wao, wakazungumza nao, wakapata msaada ambao unastahili kwa mujibu wa sheria. Tunatoa wito kwa jeshi la magereza kwa wale watuhumiwa ambao tayari wameshafikishwa mahakamani. Nadhani mnafahamu kwamba kuna baadhi ya watuhumiwa wamefikishwa mahakamani pasipo taarifa kwa ndugu au mawakili. Kwa hiyo walisomewa hati za mashtaka au mashtaka yao mahakamani pasipokuwa na wakili au ndugu. Kwa hiyo wamepelekwa, na baada ya hapo wakawa wamepelekwa kwenye magerezani kulingana na kwamba tuhuma ambazo zinawakabili hazina dhamana. Jeshi la magereza na wajibu wa kuelezea au kutoa taarifa au kutoa utaratibu wa namna ya kuwaona ndugu zao, kwamba ndugu yako labda yuko gereza la Segerea au yupo Isanga Dodoma au yupo wapi, ili kusudi ndugu au wazazi, marafiki waweze kuwaona au kuwatembelea pia ndugu zao na kuwapelekea pia mahitaji. Kwa ni muhimu pia ndugu, marafiki wanaoenda kuwatembelea watu waende na vitambulisho ili wasikukwepa pia kupata usumbufu. Sikiwa hauna kitambulisho unaweza usipewe fursa ya kumuona ndugu yako. Tunatoa wito kwa mkurugenzi wa mashtaka nchini kutumia mamlaka yake ya kisheria kwa mujibu wa sheria mwenendo wa makosa ya jinai kufuta mashtaka haya, kwa sababu kwa tathmini yetu tunaona kwamba mashtaka haya ambayo yamefunguliwa kimsingi tunaona hana miguu ya kusimama kisheria. Yaani mtu ana zaidi ya siku 5 akiwa mahabusu na risasi ikiwa kwenye mguu wake kiasi kwamba mguu unataka kuoza. Mwingine amekuja amechomwa na sijui ni kitu gani, sijui ni mafuta, sijui ni nini, lakini hajapata matibabu ya aina yoyote, na mbaya zaidi nguo zake zimechanwa, kwa vile vidonda vinazidi kuumia.
na kuna watu kama alivyosema nafikiri wakili Maduhu au Kisabu, amekuja amevaa boxer na singlet. Huyu mtu kwanza, kwa akili ya haraka unapata picha kwamba inawezekana hata alikutwa amelala kitandani. Hiyo ni picha ya kwanza kabisa. Lakini cha pili, unamwekaje mtu mahabusu kwa zaidi ya siku 5 akiwa hivyo? Na niombe pia kwa kutumia hili, na mahakama zetu zijali utu wa mtu. Pale mtu anapoletwa akiwa katika mazingira kama yale, nafikiri hakupaswa hata kupokelewa, ili iwe fundisho kwa wale watu ambao wakamata watu na kuwaleta katika mazingira kama yale.